moto katika jina Yesu. Eta moto Bwana, eta moto Bwana, tena eta moto Bwana mara saba, moto mara saba, tena tetea, oh moto Bwana, tena tetea, oh moto tena tetea, oh moto Bwana, kwenye madhabahu yako ni moto, basi wako ni moto, watoto wako ni moto, kila mmoja ni moto, kila mmoja ni moto, moto, remasepa ya karima, wana moto kwenye madhabahu, wana moto kwenye kila Bwana, adui yote atakayekatiza mahali hapa, ataribu na moto, ataangamizwa na moto, atateketezwa na moto, moto lao, atateketezwa, atoe kabisa mahali hapa, atateketezwa na moto mbingu, na moto mbingu, katika jina la Yesu mwana Mungu, atateketea kwa moto mbingu, kwa moto mbingu, kwa moto mbingu, kwa moto mbingu, ya masitiri mama masuka, ya bora sababu ya karama, inaachia moto mbingu, katika jina la Yesu, moto mbingu, moto mbingu, mteketeza ndio, moto mbingu, mteketeza ndio, moto mbingu, mteketeza ndio, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, moto tena wasa moto, tena wasa moto, katika jina la Yesu mwana Mungu, katika jina la Yesu mwana Mungu, tena wasa moto, moto kwa wake, popote Amadoi alikuwa amekamata, tunaagiza moto, moto wa Bwana majeshi, ukawake, ukaangamiza kila uovu, kila nguvu za giza ambazo aliziachilia kwenye madhabahu kwa namna moja nyingine kwa watoto wako, kwa jina la Yesu tunavunja na kuteketeza hizo nguvu za adui, hizo nguvu za giza. Haribu sasa kila mipango ya adui, haribu sasa kila mipango ya giza kinyume na madhabahu, haribu kwa damu ya kondoo, haribu kwa damu ya kondoo, kama vile ilivyoharibiwa. Nawe tamkaza kwa imani, nawe tamkaza kwa imani, tamka unaharibu kwa jina la Yesu. Unamtamka ninavyokuwa, anasema vile unavyokuwa kwa imani tamka, tunavunja kila ngome, tunavunja kila kuta za giza ambazo aliziweka katika jina la Yesu, katika kwa namna moja nyingine, kwa watoto wako aliweka kuta katika maisha, katika biashara, katika mafanikio, katika kila mahali, inavunja hizo kuta ndani ya siku leo, inateketeza hizo kuta kwa damu ya mwana-kondoo. Tunateketeza kuta za uongo, tunazipesha kwa makombora yako ya mbinguni, kwa makombora ya mbinguni, kwa makombora ya mbinguni, katika jina la Yesu. Hao waganga walioweka kuta kwenye anga, wakaweka mipaka juu ya watumishi wa Mungu kwa jina la Yesu. Hao wachawi, hao walozi, hao vinyamkela, hao majini, hao vigwengo, wote subiani, misube, makata, maimuna, marwani, mauti, maaba, inavunja kwa damu ya mwana-kondoo, inateketeza, inaharibu kwa damu ya Yesu, inatuma misumari ya moto, inatuma misumari ya moto, inatuma misumari ya moto, inatuma misumari ya moto, the word of fire, the word of fire, the word of fire, the word of fire. I send right now, I send right now, I send right now, inatuma kwa moto, inatuma kwa uwezo wa Bwana, inatuma kwa uwezo wa Bwana, inatuma kwa uwezo wa Bwana. Yeye ni Bwana majeshi, ni Bwana majeshi, inatuma watu wa Bwana, inatuma katika jina la Yesu, inapesa hizo nguvu za Mungu, hizo nguvu za Mungu, hizo nguvu za giza, inatuma misumari ya moto, inatuma misumari ya moto kwa watu wote waliosimama kinyume, wakachukuana, wakakusanyana, wachawi wote wa Tanzania wakachukua na wachawi wa nje, ya kwamba waje kusimama kinyume na madhabahu, ya kwamba waje kusimama kinyume na masuaka, ya kwamba waje kusimama kinyume na Chanika. Bwana anasema umeachilia ukombozi, umeachilia neema ya mara moja. Nasi Bwana majeshi tunaita nguvu yako, tunaita uwezo wako na ijulikane leo, kama vile Elia alivyosimama na miungu bahari na ukashusha moto. Nasi ndani ya siku leo tunaomba Bwana ijulikane leo, Bwana ijulikane leo, ya masetarimo au vimasoni wote, Illuminati wote spiritual area inavunja ibada robo sapayakata, inavunja kanisa, inavunja mipango yao, kila isika pesa wala wana mamlaka, kila isika pesa wala wana mamlaka, kama wao waliona wao ni wachawi. Nasi Bwana tunajua wewe ambaye ni mchawi wa wachawi, wewe ni Mungu, wewe ni mfalme, Mungu mwenye uwezo, kama vile ambavyo ulimtumia Paulo kumvuvusha Elima. Nami ndani ya siku leo ndipo ninatamka huyo Elima, huyo mchawi aliyesimama kinyume na madhabahu, huyo mchawi awe ndani awe nje, inamwapesa sasa kwa moto. Tunashusha upanga moto, inaona ghadhabu kwake, inaona ghadhabu
ghadhabu ya Bwana inashuka juu yake, inaona ghadhabu ya Bwana inashuka ndani yake, inaona taabu ndani yake, inaona taabu ndani yake, inaona mapigo ndani yake, inaona mapigo ndani yake, inaona uharibifu juu yake, inaona uharibifu ndani yake. Remateteremo payaka upanga wa moto, bakola za Bwana, bakola za Bwana inachapa, 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 inamsa roho ya wapa ndani yake, inangamiza, inateketeza, inateketeza, inateketeza kila falme na mamlaka, hizo falme za giza, hizo falme na mamlaka, teketeza kwa moto, hizo falme za kuzimu, hizo falme za kuzimu katika ule mlango wa kuzimu leo tunateketeza hizo falme na mamlaka, tunateketeza hizo falme za giza, hizo falme za majoka, hizo falme za wanyama wenye vichwa ndani ya siku leo. Inapesa hizo falme za yule mwanamke Yezebeli, inareva kwa jina la Yesu na yule mnyama wake ndani ya siku leo, inateketeza, inapesa kwa uwezo wa Bwana majeshi, kwa majeshi. Tunawasha moto, tunawasha moto, tunawasha moto, tunawasha moto, tunawasha moto katika jina la Yesu, tunawasha moto katika jina la Yesu. Mungu, tunawasha moto ndani ya siku leo, tunawasha moto katika jina la Yesu. Mungu, tunateketeza tunateketeza hizo ngome zao, watu waliozuia malango ya madhabahu ndani ya saa tamka, tunafungua malango, tunafungua malango ambayo watu yaliyafunga katika jina, malango ya madhabahu waliyafunga yakana kwamba wanaopita njiani sione madhabahu, wasione madhabahu, kuingia kwenye madhabahu ndani ya siku leo. Tamka kwa imani sasa, tamka kwa imani sasa, tunatamka kwa imani katika jina la Yesu, tunatamka kwa imani kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Bwana, tunatamka kwa imani, tunatamka kwa imani, tunatamka kwa imani, tunafungua malango ya madhabahu, tunafungua malango yote yaliyofungwa kwa damu ya mwana kondoo, tunaifungua njia hii Bwana, wote wanapopita mahali hapa tunawakamata kwa uwezo wa nguvu za Bwana, tunawakamata kwa uwezo wa nguvu zako katika jina la Yesu. Tunawakamata kwa uwezo wako, tunawakamata kwa uwezo wako katika jina la Yesu, tunawakamata kwa moto, tunawakamata kwa moto. Yote atakayefika mahali hapa atakatiza, atakaposikia maombi ya Bwana majeshi yakawene sumaka, yakabota, yakawene sumaka, yakabota katika jina la Yesu. Hakuna atakayepita akavuka hapa mahali hapa, akavuka mahali hapa bila kwa uwezo wa Bwana majeshi. Uwezo wako ya nguvu zako, inawaita watoto wako, ita watoto wa Bwana, ita Bwana kwenye madhabahu, ita watoto wa Bwana kwenye madhabahu, tunaita waka, tunaita watoto wako kwenye madhabahu yako mtakatifu. Maana tunawaita kaskazini, mashariki, magharibi, kusini, tunawaita Bwana Mungu kama vile aliwaambia Musa, waite kwa majina yao, hawaite kwa hesabu ya kabila zao, hawaite kwa makundi yao. Bwana majeshi, tunawaita katika jina la Yesu, tunawaita Mungu taarifa kuwakaribisha kwenye madhabahu, karibisha kwenye madhabahu kwa refa. Sauti na yembe inatuma malaika evangelist akasema nao, akazungumza nao kwa jinsi ya upole, kama wamelala akasema nao katika ndoto, kama wametafakari akasema nao katika maono, ukawaonekanie Bwana katika mafunuo, ukasema nao remasotera, ukawaelekeza ili walipasalo kutenda katika jina la Yesu. Inawaita hata mataifa, inawaita maana Bwana utakapofika utamwambia wengine nao ambao sio wazuri, ndio wale wa mataifa ambao Bwana uliniagiza, ambao Bwana uliniagiza wao walipokea neema katika jina la Yesu. Na inawaita hata wa mataifa, inawaita wa Mungu, inawaita watu, inawaita matajiri, inawaita masikini, inawaita wafanya biashara, inawaita wafanya kazi, inawaita watu walika zote, inawaita watoto, inawaita wakubwa, inawaita watu katika jina la Yesu. Bwana Mungu leo inawaita Bwana majeshi, inawaita Bwana majeshi, inawaita mahali hapa, inawaita mahali hapa, inawaita kwa uwezo wako Bwana majeshi. Evangelist anasema nao wanapita kwenye malango ya madhabahu, inaita maelfu ya watu, neno lake na pia inaita maelfu ya watu, inaita maelfu ya watu, inaita mamilioni ya watu kwenye madhabahu yako Bwana majeshi, kwenye madhabahu yako mtakatifu Bwana, inaita katika Yesu. Bwana ukainue watu, ukainue watu kwa ajili ya madhabahu yako, ukainue watu kwa ajili ya watoto wako Bwana majeshi. Mwambie Bwana akuinulie watu, mwambie Bwana akuinulie watu, mwambie Bwana ainue watu kwa ajili ya madhabahu
ya maseterema, ainue watu kwa ajili ya masuala, ainue watu kwa ajili ya madhabahu katika jina la Yesu. Bwana majeshi, tunaita ukainue watoto wako, ukainue watu, ukainue katika jina la Yesu, ukainue watu hata kwa ajili ya watoto wako kwenye biashara zao, kwenye uchumi wa madhabahu, kwenye uchumi wa madhabahu, kwenye uchumi wa watoto wako katika jina la Yesu. Tunakuita Bwana, ukafike mwenyewe, ukafike mwenyewe Bwana, tunakuita hata kwenye uchumi wa madhabahu, tunakuita Bwana majeshi, ukaonekane, 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 ukabariki watoto wako, ukabariki watoto wako, ukaongeze katika mapato. Rema sepa ya kare, rema setere mama masa, rekote rema seta, arilatere mama, asiwepo mwenye kucha, asiwepo mwenye kulalancha, asiwepo mwenye kudangacha, asiwepo mwenye kuteseka, asiwepo mwenye kumadaika katika jina la Mungu. Bali Bwana wewe mwenyewe ukasimame, ukasimame mbele na kuwafurahisha watoto wako kama ulimwambia Musa, ukamwambia utukufu wa Bwana, ukamwambia subiri, utukufu wa Bwana utakapokujelea nasi ndani ya siku ya Bwana majeshi, tunasubiri kuona utukufu wako madhabahuni, tunasubiri kuona utukufu wako kwa watoto wako mtakatifu Bwana, ukiwabariki na kuinua katika viwango vya uwezo wako, katika viwango vya utukufu wako Bwana majeshi. Mungu mwaminifu, Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye utukufu, inakuadhimisha leo, inakuadhimisha leo. Sasa mwambie Bwana sasa, roho ya uamsho, mwambie Bwana naita uamsho kwenye madhabahu yako, uamsho katika jina la Yesu. Tunaita uamsho kwa damu ya Yesu Kristo, tunaita uamsho kwa damu ya Mwana-Kondoo, tunaita roho ya uamsho, rema sasa sapa, tunaita roho ya uamsho, roho ya uamsho, roho ya uamsho. Bwana uamsho wote waliolala, wote waliolala, wote ambao watu amewakamata na kuwatafuna ndani ya siku leo. Bwana uamsho Amuchukasa, Bwana ukamsha kwa damu ya Mwana-Kondoo, tunaita uamsho, tunaita uamsho kwenye madhabahu yako, tunaita uamsho mtoto wako, tunaita uamsho kwa kila mmoja. Mtakatifu amani, ukatuamsha, ukatilie shauku tena ya kukuabudu, ukatilie shauku tena ya Injili, ukatilie shauku tena kwa watoto wako wale ambao mioyo yao ilikata tamaa. Nami ninawaita tena leo, arise kwa damu ya Mwana-Kondoo, arise kwa damu ya Mwana-Kondoo, inaachilia tena kuinuka, kuinuliwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kama Mwana-Kondoo alivyoinuliwa, amedimwa inavyoinua tena wote waliorudi kwa jina la Yesu. Tunawainua, tunawainua kwa imani, tunawainua kwa imani katika jina la Yesu. Mwana Mungu, tunawainua kwa uwezo wako. Wewe ni Mungu mwaminifu, hakuna kama wewe. Tunaita roho ya uamsho, tunaita roho ya uamsho kwenye madhabahu katika jina la Yesu. Mwana Mungu, njiani roho za mauti tunazifunga, roho za ajali tunazifunga, roho za kafara tunazifunga katika jina la Yesu. Tunaachilia neema yako Bwana majeshi ikatawale kila maroho ya kafara, kila maroho ya uharibifu, maroho ya Illuminati, maroho ya Freemason tunayaribu kwenye madhabahu. Hakuna mauti wala uchawi wala uganga utakaosimama wala mapoza yatakaosimama, maana mahali hapa pamebariki. Hakuna uchawi wala uganga kwa Israeli na Yakobo, nasi ndani ya siku leo tunatamka hakuna uchawi, hakuna mateso, hakuna uganga ndani ya madhabahu ya Yesu. Maana Bwana umefanya kwa madhabahu yako, umeitenga na mahali pa juu umechagua mtakatifu wa amani. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya kibali aliyokupa. Mwambie Bwana na kwa sababu Bwana umenifikisha imani pako ili tuzungumze ina imani. Bwana una na mimi, unampa nzuri na mimi ndani ya asubuhi ya leo. Mwambie Bwana ninakushukuru kwa sababu umenipa kibali miongoni mwa wale ambao wamefika kwenye moyo wa Bwana. Nami leo niko tayari sasa, niko tayari sasa, niko tayari kukusikia, niko tayari sasa kukusikia, niko tayari sasa. Tengeneza moyo wako, mwambie Bwana ninaomba utayari katika yote yatakayo mahali hapa, nikapate connection na ibada yako, niende sawa na mapenzi yako mtakatifu wa amani katika jina Yesu mwana Mungu aliye hai. Asante mtakatifu wa amani, nakushukuru Bwana. Endelea tu kumwambia Bwana asante, ukitafakari juu ya baadhi ya sheria za Bwana, lakini pia juhudi za Bwana zilizokuja katika maisha yako. Wewe ni nani ustahili namna hiyo? Ni neema tunafasiri za Bwana. Pasipo Bwana wewe si chochote, si chochote. Ndio tumestahilishwa kwa neema, tumestahili kwa neema hadi ya nguvu ijendayo kazi ndani yetu. Rimo sifa yako ya masita. Asante mtakatifu Bwana, ninalibariki jina lako katika jina la Yesu Kristo.
nikitazama ni wewe tu. Yesu, nainua macho yangu nikitazama ni wewe tu. Haleluya. Yesu, nainua macho yangu nikitazama ni wewe tu. Haleluya. Bwana Yesu, nainua macho yangu nikitazama ni wewe. Haleluya. Imba Yesu.
Tunaliazimisha jina lako. Sisi kama watoto wako tulioko mahali hapa, wewe ni mtakatifu kwetu, wewe ni mwaminifu kwetu, katika jina la Yesu mwana wa Mungu. Remote yake jina la Yesu. Wewe peke yako ni mwenye wewe ni mwenye utukufu, hakuna kama wewe hawezaye kutenda, katika jina la Yesu. Matele sekata mosia rima machete santa nguvu yako na kibali chako, katika jina la Yesu. Haleluya. Tunamsifu Bwana ndani ya sasa. Niko mtu na Bwana tu. Cheza tu. Cheza tu mbele za Bwana. Yesu akiwa nchini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo moto moto, mambo moto moto. Yesu akiwa nchini, mambo moto, mambo moto moto, mambo moto moto, mambo sawa.
Nisikie vigelegele vya shangwe kwa kina mama. Kama unaamini Yesu akiwa umebarikiwa. Twende. 1 Kwa imani yako Yesu kiwa enzini, tunakuabudu, 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 Yesu kiwa tunasema na Bwana, tunanyenyekea, tunanyenyekea.
Imba kwa imani, imba kwa imani. Nanyenyekea Yesu ukiwa enzini, tunanyenyekea, 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 Yesu ukiwa enzini, tunanyenyekea, 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 tunanyenyekea. Yesu akiwa enzini, tunanyenyekea, 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 tunashangilia, tunatangilia. Yesu akiwa, tunashangilia, 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 yetu tunashangilia, tunashangilia. Ushindi wa Mwana-Kondoo, ushindi wa Mwana-Kondoo. Haya, tunashangilia, tunashangilia. Yesu akiwa enzi, tunashangilia, tunashangilia, tumewekwa huru, kwa huru, Yesu akiwa enzi, tumewekwa huru. Haya, Yesu akiwa enzi, tumewekwa huru, tumekombolewa pale msalabani. Yesu akiwa kwenye kiti cha enzi, tumekombolewa, tumekombolewa, tumekombolewa. Haya, tumekombolewa. Haya, Yesu akiwa enzini, enzini, tumekombolewa, 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 tumekombolewa. Yesu akiwa enzini, enzini, tumekombolewa, tumekombolewa, tumekombolewa. Weka vigelegele, maneno unayo, weka makofi ya juu na maneno. Nisikia makofi ya shangwe kwa ajili ya Bwana wa majeshi. Haleluya. Amen. Shangilie tena Yesu kama unampenda. Amen. Basi tukae. Mbona kama kuna eko? Eko. Bwana asifiwe. Mungu akubariki sana. Leo hatuna mambo mengi, tunataka tuombe tena. Andika ujumbe huu ambao nataka niseme tu kwa dakika chache. Aonavyo mtu ndani ya nafsi yake ndivyo alivyo. Aonavyo mtu ndani ya nafsi yake ndivyo alivyo. Naomba simu. Fungua tu mzee Saidi. Bwana asifiwe sana.
Aonavyo mtu ndivyo alivyo. Kitabu cha Mithali 23 mstari wa 7, Biblia inasema maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Sijui kama watu hili neno waga wanalielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize mwenzako, unaona nini ndani yako? Muulize tena, unaona nini ndani yako? Usije ukazani kuna chochote kitabadilika kama unachokiona hicho kisipobadilika. Usije ukazani kuna chochote hata kama ukiombewa. Usije ukazani kama kitabadilika, kwa sababu Biblia inasema anavyoona mtu katika moyo wake, undani wake, ndivyo alivyo. Imani sio maneno, inaanzia ndani. Kila jambo linaanzia huku ndani. Sasa mwandishi wa Mithali anasema anavyoona mtu ndani ya nafsi yake ndivyo alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona nini? Kama umekuja kwa Mungu unaona kushinda, utashinda. Ila kama uko kwa Mungu lakini bado unaona kushindwa, utashindwa. Ndio tafsiri ndogo sana. Kama ni mgonjwa upo kwa Mungu, unaona uponyaji, utapona. Kama ni mgonjwa upo kwa Mungu, hauoni kupona, huwezi kupona. Kile unachokiona ndani ya moyo wako, ndani ya nafsi yako, undani wako ule, ndicho kinachotokea. Kabla ya vitu kuonekana nje, vinaanzia ndani. Halo. Nitakupa mfano. Hakuna mtu anayeweza kuamka asubuhi akasema leo najenga nyumba. Yaani leo najenga nyumba akashusha tofali tayari ameanza kujenga. Hapana. Nyumba waga inajengwa kwanza ndani ya nini? Ndani ya moyo. Sema amina. Mtu anaiweka hapa, anaiwaza, kisha anatafuta kiwanja, anakinunua, kisha anaanza kupanga. Nitaanza hivi, nitaanza hivi, nitaanza hivi, nitaanza hivi. Ndio maana mtu akishajipanga, unaweza ukashangaa anakuja kujenga nyumba ambayo watu wanajenga miaka 5, yeye anajenga ndani ya mwezi mmoja. Wanasema huyu jamaa ametisha sana. Sio kwamba ametisha, ndani yake aliona nyumba. Alivyoiona nyumba akaijenga ndani ya nafsi yake kabla haijajengwa. Alipoanza sasa kulitoa lile wazo nje, ndio mkaona vitu vinafanyika. Kwa hiyo vile unavyojiona ndani yako ndivyo ulivyo. Jina Bwana barikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayeona kufa huwezi kumfanya akawa hai. Yeye unamwombea mtu, unamwambia upona, anasema mchungaji ugonjwa utokagi. Yaani itabaki hivyo hivyo. Mungu habadilishagi. Mungu anatembea katika kile unachokikiri ndani yako. Kukiri sio kwa kinywa tu, bali hata ndani yako, undani wako ule. Kile unachokiona, kile ambacho unakiamini kule ndani, ndicho kinachotokea katika maisha yako. Sasa Biblia inasema kwenye kitabu cha Naumu 1 mstari wa 9. Biblia inasema mnawaza nini juu ya Bwana? Mnawaza nini juu ya Bwana? Naye atayakomesha mateso, hayatainuka tena mara ya pili. Mnawaza nini mbele ya Bwana? Mnawaza nini? Mama yangu unawaza nini? Baba yangu, kaka yangu, unawaza nini mbele za Bwana? Yale mawazo uliyoyabeba ndio matokeo ya maisha yako. Biblia inasema kile unachokiwaza, Biblia inasema Bwana atayakomesha mateso kwa mara ya pili, hayatainuka tena mara ya pili. Kwa nini mateso yanainuka? Kwa nini unapona unaumwa tena? Kwa nini vifungo vinafunguliwa vinarudi tena? Kwa sababu kile ambacho kiko ndani huko, kile unachokiona, kile unachokiwaza. Mungu wakati mwingine anawaponya watu, lakini kulingana na vile anavyoona ndani ya nafsi yake, anahisi hajapona. Kwa hiyo unakuta tu ugonjwa unaendelea kuwepo, lakini Mungu alishauondoa. Kuna watu wanatembea katika shida, bado Mungu alishaiondoa shida, lakini shida kwake yeye haijaondoka kwa sababu ya mtazamo alionao, kile ambacho kiko ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kati ya vitu Mungu anavyovipenda au Mungu vinavyomfariji au vinavyomfurahisha ni pale mtu anavyowaza sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ni pale mtu anapowaza sawasawa na neno la Mungu. Vile ambavyo neno linasemwa ndivyo mtu vile vile anavyoamini.
Usiamini mawazo yako wala kelele za adui. Amini kile Mungu anachozungumza. Haijalishi hauoni kwa wakati huo kama hilo jambo limeondoka, lakini wewe angalia neno la Mungu linazungumza nini. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana asifiwe Mungu. Mtazamo wako ndio ushindi wako. Vile unavyolitazama jambo ndivyo utakavyopata ushindi. Vile vile yani. Vile vile mtazamo ulio nao. Usije ukadhani katika mambo ya imani kuna mtu atakuja kukusaidia. Hakuna. Wewe mwenyewe ndiye ambaye unatakiwa ubadilishe mtazamo. Issue sio kwamba nguvu za Mungu hazipo. Issue sio kwamba Mungu ajibu. Issue sio kwamba Mungu asikii. Issue ni kwamba watu wameshindwa kwenye swala la mtazamo. Mitazamo yao ni hasi badala ya kutazama chanya. Wanatazama negative badala ya kutazama positive. Sasa utaona kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 13 mstari wa kwanza hadi wa 33. Utasoma kwa wakati wako. Kutoka 13 mstari wa kwanza hadi wa 33. Utasoma kwa wakati wao. Hapo utaona story ya wana wa Israeli. Walipokutana na wale jamaa. Hebu ngoja nikusomee kidogo. Ndipo utakaponielewa. Uone kwamba vile unavyojitazama ndio matokeo yako. Ngoja nikusomee 13 mstari wa kwanza na kuendelea. Ngoja nisome kidogo. Biblia inasema hivi. Bwana akasema na Musa akamwambia, nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote, kila afungwaye tumbo katika wana wa Israeli, na binadamu na wanyama ni wangu huyo. Musa akawaambia hao watu, kumbukeni siku hii mliotoka nchi ya Misri, kutoka nyumba ya utumwa, kwa kuwa Bwana aliwatoa mahali hapa kwa nguvu za mkono wake, na usiliwe mkate uliochachwa. Ninyi mwatoka leo katika mwezi wa Abibu. Itakuwa hapo Bwana atakapowaleta mpaka nchi ya Wakanani na Wahiti na Waamori na Wahivi na Wayebusi, nchi hiyo aliyowapia baba zako kwamba atakupa wewe, ni nchi imiminikayo maziwa na asali. Ndipo mtakapoushika utumishi huu mwezi huu, mtakula mikate isiyochachwa. Ngoja nikutafutie hapo ambapo panasema, kwa sababu hapa ni maelezo marefu sana. Bwana asifiwe. Mpasa Gideon tutafutie pale ambapo wale watu walisema tumeenda tukajiona sisi ni mapanzi. Ngoja tulitafute ile andiko vizuri sana. Okay. 13:33 nadhani. Mbona sioni? Hesabu sio Kutoka, sorry. Hesabu 13:33. Futa hiyo, sio Kutoka, ni Hesabu 13:1 hadi 33. Tuanze mstari wa 28. Wewe utasoma hivyo vipengele vyote. Biblia inasema hivi: lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana, na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Muhiti, Myebusi na Mwamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na Baali na kando ya ukingo wa Yordani. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa akasema, twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. 32. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza, wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefri,
wana wa Anaki waliotoka kwa hao wa Nefli, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Yaani jinsi unavyojiona ndivyo shetani au Mungu anavyokuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Sasa wameenda kupeleleza nchi. Walivyoingia katika ile nchi wakapeleleza, wakakutana na hao jamaa. Walivyokutana nao walikuwa ni majitu makubwa. Wale wapelelezi wakarudisha taarifa, wakasema tumeenda lakini hao watu hatuwawezi, tulivyowaona watatupiga. Wakaanza kujiona kwamba wanashindwa. Unaona katika ile andiko unaona mambo matatu. Wana au jamaa wanasema wana nguvu kuliko sisi, warefu mno, lakini pia wanasema tuliona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, na ndivyo walivyotuona sisi. Ule mtazamo ulio nao ndiye ambao una uwezo ukakufanya ushinde au ushindwe. Sema amina sana. Nisikilize wewe, ugonjwa una nguvu kwa mtu aliyeokoka, ila una nguvu kwa mtazamo ulio nao. Ugonjwa wote unaojua, iwe ukimwi, sijui kansa, hauna nguvu mbele ya nguvu za Mungu, lakini ni mtazamo ulio nao. Ukishakuwa kama wana wa Israeli, wanasema ni warefu kuliko sisi, wana nguvu kuliko sisi, tulijiona kama mapanzi, na wao wakatuona hivyo hivyo kama sisi tulivyojiona. Sasa ukishauona ugonjwa kwamba huu ugonjwa una historia, unaua watu, ni ugonjwa usiopona, ukimshika mtu lazima afanye hivi, ndivyo ugonjwa utakavyotokea katika maisha yako. Lakini ukibadilisha mtazamo ukasema pamoja kwamba wanasema hivi, lakini Biblia inasema hakuna linaloshindikana kwa Mungu, nataka nikwambie ule ugonjwa utakuwa mdogo katika jina la Yesu. Haleluya. Unaona nini ndani ya nafsi yako? Wana wa Israeli walishindwa vita hata wajapigana. Ukifika maeneo wakakwambia hapa kuna wachawi wanaogopesha, ukishaogopa na wewe, yaani ukishaogopa manake Yesu wako umemweka chini, ila ndani yako ukijiona ukasema hata kama wapo niko na Yesu, hakuna watakachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa napata ushuhuda wa mama mmoja huko Goba, ni mshirika tu wa kanisa fulani, ila ana imani, yani yeye hajioni kushindwa. Ukiwa mtu wa Mungu usijione kushindwa. Amen. Usijione kufanyaje? Kushindwa. Kwa sababu Mungu wetu hajawahi kushindwa. Mwanadamu ndiye anayeshindwa, ila kama una Mungu huwezi kushindwa. Sasa yule mama unaambiwa mpaka wachungaji wameshindwa kuishi kwenye hiyo nyumba. Hiyo nyumba ina misukule, ina nini, ina shida kubwa sana. Kila anayeingia anakimbia. Yule mama tu kwa sababu yeye anajiona mshindi akasema mimi nakaa humo kwenye hiyo nyumba. Na mwenye nyumba akamwambia ukiweza chukua kabisa, sitaki. Bwana asifiwe. Yule mama alipoingia aliomba tu mara moja. Ana imani yake ambayo anaamini Mungu kwamba ana uwezo. Akajiona kwamba ni mshindi, akusikiliza yale maneno. Ujue mtazamo wako unaweza ukabadilishwa na maneno. Haleluya. Unaweza ukawa na imani imenyooka, lakini maneno, ukisikiliza maneno umekwisha. Ndio maana Daudi hakutaka kuwa kama Hawa. Daudi alikataa kusikiliza maneno ya Sauli. Wanamwambia wewe, wenye nguvu wamepigana vita wameshindwa, wewe hautaweza, wewe ni mtoto mdogo. Daudi, wewe ni mtoto mdogo. Ila Daudi kwa sababu alikuwa na mtazamo ndani yake wa ushindi, akasema hapana, mwambie mfalme ninakwenda kupigana na Goliati. Mtazamo aliokuwa nao unaweza ukaleta ushindi katikati ya watu walioshindwa ukiwa na mtazamo wa kimungu. Wewe watu walikuwa na mtazamo wa kibinadamu, lakini Daudi alikuwa na mtazamo wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mama akakaa pale akaomba mpaka leo. Ile nyumba amechukua, hajawahi kufa, hajawahi kuumwa, hajawahi kutokewa chochote. Lakini mpaka watumishi ambao ni wachungaji wanasimama madhabahuni wanahubiri na kukemea mapepo walikimbia nyumba. Bwana asifiwe. Kuanzia hapo wana wa Israeli wakaanza kupitia matatizo. Kushindwa kwa watu wengi ni kwa sababu ya mtazamo. Mtu unavyojiona
na sio tatizo la Mungu. Jinsi unavyoona ndani yako ndivyo itakavyokuwa. Watu wa Mungu, usipobadilisha mtazamo, hata uombewe kivipi, hata Yesu angekuwa anashuka sasa hivi anakuombea, hautapona, hautabadilika kwa sababu ya mtazamo. Unaposoma Biblia ukasikia mwanamke mmoja ambaye aliponywa, alikuwa anatokwa na damu miaka 12. Sio kwamba yeye ndiye aliponywa tu, sio kwamba yeye ndiye alikuwa na matatizo tu. Walikuwa na matatizo wengi sana waliokuwa wanatokwa na damu, wengi sana. Lakini yeye alikuja na mtazamo tofauti. Biblia inasema alijisemea alipokuwa nyumbani kwake, akajisemea ndani ya moyo wake kwamba nikipita katikati ya watu, nikiligusa pindo nitakuwa mzima. Alisema akiwa chumba cha siri. Ujue imani sio matangazo. Imani ni vile unavyoona peke yako ndani yako. Halo. Nisikilize mwana wa Mungu, hakunaga imani ya watu wote. Imani ni ya mtu binafsi na nani? Tuko hapa sisi sote, ila tuna imani tofauti. Yaani viwango vya imani vinatofautiana. Kuna wengine wana 1% ya imani kwa Mungu hapa. Kuna wengine wana 5%, wengine 10, wengine 50. Hakuna imani ya jumuiya. Imani ni ya kwako binafsi na Mungu. Vile unavyoona tatizo lako mbele za Mungu ndivyo tatizo litakavyokuwa. Ukiliona lileta kwa Mungu limeisha, nataka nikwambie hata usipoombewa tatizo limeisha. Ni swala la mtazamo tu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nafsi au moyo ukishindwa, yani undani wako ukishindwa, kila kitu cha nje kimeshindwa. Kule ndani kukishindwa, kule ndani kukishinda, hata nje umeshinda. Ukisikia mtu ana imani kweli kweli, ile imani inaanzia huku. Yani anakuwa na kitu fulani. Ujue imani ni msukumo, roho fulani iko ndani huku. Kwa hiyo anaamini hata kama unamwambia nini, bado anaamini mpaka dakika ya mwisho. Anakuwa kama wakina Shadraka, Kamesha, kina Abednego. Wamewakamata, wanawapeleka kwenye tanuru la moto, lakini bado imani inawatuma kwamba Mungu huko atatufuata, anaweza kutuokoa. Wale jamaa walikuwa waigizi, walikuwa wataki maneno mengi. Kule ndani kulikuwa kunasema kwamba Mungu tunayemtumikia anaweza kutusaidia. Halo. Bwana asifiwe. Kuna Wakristo wengi hapa katika jamii ambao imani yao ni ya maneno tu, ila kiuhalisia hawana imani. Hawana kabisa imani. Tujifunze kwa vijana tushiriki na mimi. Mfalme anawatishia ndani, kule ndani wanasikia kunasema Mungu tunayemtumikia anaweza kutusaidia. Hiyo ndio imani ya kweli. Imani ambayo haiangalii mazingira kwamba sasa nakaribia kufa, wacha tu niseme mimi kama mimi niko tayari kumwabudu mfalme na sanamu yake, nitatubu baadaye. Walikataa. Hapo ndipo Biblia inasema uwe mwaminifu hadi kufa. Halo. Unakuwa mwaminifu hadi kufa. Uko tayari kufa, lakini imani yako isitikiswe. Ukibadilika kwenye nafsi yako, ukaanza kuwa na mtazamo mzuri, kila jambo linabadilika. Utaanza kuona iko hivi. Unaweza ukaenda kuanza biashara sehemu, wakakwambia hivi, kwa biashara hii huu mtaa huwezi kumuuzia mtu. Lakini wewe ndani yako ulikuwa unasikia kabisa, hapa nataka nianzishe biashara fulani. Lakini maneno ya watu yanasema kwa mtaa huu huwezi kufanyaje? Kuuza. Ukiyasikiliza yale maneno umekwisha. Ila ukiwa na ile imani ulionayo ile ya kwamba nimesikia msukumo, lazima nifanye hii biashara, lazima utafaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, hilo ndo andiko letu la mwisho hata hivyo. Samueli wa kwanza 17. Mkiandikaga mnaendaga mnayasoma kweli? Au mnaandika tu kama urembo?
17, Samueli wa kwanza 17 mstari wa kwanza. Hii ni story nzuri sana. Utasoma kwa wakati wako. Ni historia ya Daudi, Goliati, wana wa Israeli na Sauli. Sauli ameshindwa, wana wa Israeli wameshindwa. Goliati anawatambia mpaka anamtukana Mungu matusi. Daudi anaibuka na mtazamo tofauti. Halo? Utaona hapo, ngoja nikusomee kidogo kwenye hiyo Samueli wa kwanza 17, nitakusomea mstari wa 32. Daudi akamwambia Sauli asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu, mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, uwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe u kijana tu na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba na dubu akamkamata mwana kondoo na lile kundi. Mimi kutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia umshika ndevu zake, nikampiga nikamuua. Daudi anaanza kutishiwa, usiende. Watu wa Mungu, kuna sauti za wanadamu ambazo sio za wanadamu, za shetani. Sauti kuna sauti ya mtu, si ya mtu, bali shetani kaitumia. Sawa, jamaa walikuwa wameshaingiliwa na mashetani hao, wanataka kumzuia Daudi asiende kuleta ushindi. Hujawahi kuona waza unataka kufanya kitu, unasikia mtu anakushauri, afu akikushauri ile nguvu ya kukifanya ile inaisha kabisa. Unakuwa na wazo fulani zuri, ukimshirikisha tu mtu akikwambia umekata tamaa. Sio sauti ya mwanadamu hiyo, kwa sababu kuna shetani ana uwezo wa kuingia katika kinywa cha mwanadamu. Sema amina tena. Bwana asifiwe. Daudi akakataa, akasema ninaenda. Ndani kwake kulikuwa kunasema kuna ushindi. Unaona nini wewe? Unaona nini? Unaona nini ndani yako, juu ya maisha yako, juu ya utafutaji wako, biashara zako? Kuna mwingine anaona kabisa ameshindwa, maisha yawezi tena, mpaka anatamani arudi mkoani. Unaona nini? Kuna mwingine anaona kabisa kujenga Dar es Salaam imeshindikana, sintoweza. Badilisha mtazamo. Sema amen. Geuza huo mtazamo. Geuza kushindwa, geuza ona kushinda. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Mimi nakuuliza, unaona nini? Unaweza, ni rahisi sana ukasema ushindi kinywani hapa, lakini moyo wako unakataa. Unasema ushindi, ile ukitoka hapa ukajikunja pembeni, shetani anaanza kukuhesabia, ila wewe unajidanganya, wewe huwezi kufanya hiki kwa sababu hii na hii. Mtazamo wa ushindi ndani uaga uangalie sababu zozote kwamba kuna kushindwa kupo, lakini mtazamo, nafsi ya mtu mwenye ushindi haioni kushindwa katika mazingira yote, wala haioni sababu yoyote itakufanya ushindi. Pokea kubadilishwa nafsi yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Lazima ubadilike ndani ya moyo wako. Lazima ubadilike. Sio kwamba Mungu akusikia, anakusikia, lakini ni hatari sana kuomba wakati huo unaomba ila moyo wako, nafsi, yani unaomba ushindi. Baba nakuamini, asante kwa ajili ya ushindi, lakini nafsi yako huko ndani inasema wewe hujawahi kuwa unaomba, lakini unasikia ndani mwako kama kuna zungumza fulani. Haleluya. Bwana asifiwe. Yani unaomba kwenye maombi, unavunja, Bwana Yesu naomba unisaidie, lakini ndani yako unasikia mawazo, yani unaomba lakini kuna vitu yani kuna kikao ndani ya moyo wako kinaendelea. Au umefumba macho, kikao kinaendelea hivi sasa. Ni kweli nimekuja kanisani, lakini mbona hili jambo halijakaa sawa? Hili kweli hili Mungu atafanya hili na hili. Yani pamoja na kwamba unaomba, lakini ndani mwako kule kuna kikao kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Badilisha mtazamo. Badilika huku ndani huko.
Ukishabadilika ndani, kila kitu kimebadilika. Ayubu alipata ushindi katika majaribu kwa sababu ya mtazamo wake kwa Mungu, nafsini kwake kule. Pamoja na mapito aliyoyapitia, Daudi alikuwa bado anaona kwamba Mungu bado ana uwezo wa kufanya katika maisha yake. Marafiki wake, mke wake kamwacha, marafiki wake wakina Eliabu wakina nani wakamtia kashikashi, wakimwambia, ndugu yetu, wewe Mungu anavyokutesa, limebaki jambo moja, kufuru ufe. Daudi akakataa. Biblia inasema katika mambo yote Ayubu akumwazia Mungu upumbavu, kama sisi tunavyomwazia upumbavu. Upumbavu ni upi? Ni pale unapowaza kinyume na kaanza kusema, kweli mimi Mungu anione, kwa nini nipitie haya? Hakuna sehemu Ayubu aliporaumu. Kwa sababu nini? Nafsi yake ilikuwa imebeba ushindi. Mungu akupe nafsi ya kubeba ushindi kwa jina la Yesu. Kuna wakati tunamwazia Mungu vibaya, ukweli uongo. Hivi wewe, hakuna mtu hapa ambaye hajawahi kusema, hivi mimi Mungu ananiona kweli? Tuseme ukweli, hujawahi kufikia hicho kipindi? Na kuuliza, hujawahi kufikia? Unakamatwa na jaribu alitaki kusema, kwa kweli Mungu mbona, hata usipomwambia mtu ndani yako unasema, hivi kweli Mungu upo? Kama ungekuwepo mimi ningekuwa hivi, mbona nakuomba unisikii? Kibibilia umemwazia Mungu kwa upumbavu. Ayubu hakuwaza hivyo. Wanamzungusha, fanya hivi fanya hivi, anasema, najua mtetezi wangu yu hai, anazidi. Wanakuja wanamzungusha, kufuru Mungu ufe, anasema, najua pasipokuwa na mwili huu nitamuona Mungu. Alikuwa anamaanisha hivi, nikifa mwili unazikwa, ila nafsi yangu inaenda kumuona nani? Roho yangu inaenda kumuona Bwana. Ndio maana akasema, bila pasipo mwili huu nitamuona Bwana. Nafsi yake ilikuwa inaona ushindi. Ndio maana alikuwa hajawahi kuungana na mke wake. Mke wake aliondoka wa Ayubu kwa sababu ya majaribu, lakini aliendelea kusema Yesu ni Bwana. Yaani wewe mke wako akuache kisa unaumwa tezi dume. Bwana asifiwe sana. Nguvu za kiume zimeisha, mke anaondoka. Sasa Ayubu aliachwa kwa sababu mwili mzima umeoza, ameoza kabisa. Nzi wanashinda pale. Mke akasema huo ni msara huo, akaondoka. Mapito aliyoyapitia Ayubu uwaga tunayasoma kijuujuu, ila hakuna mwanadamu anaweza kupita akawa salama. Inahitaji neema kubwa ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kwa Mungu. Hebu siku moja jaribu kusoma hicho kitabu cha Ayubu. Biblia inasema alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa ni mkamilifu, yani alikuwa ni mtakatifu, alikuwa ana pesa nyingi sana, alikuwa anasaidia watu. Jaribu alikumkuta akiwa mtaani, lilimkuta akiwa nyumba ya nini? Ya ibada. Yani yuko kama hapa anaabudu, anasali, ghafla anakuja mtu ametumwa kutoka nyumbani kwenu, anasimama nje pale, anasema, mama fulani, unajua radi imepiga, mvua ilikuwa inanyesha, radi imepiga, imeua kondoo 350. Hajakaa vizuri, anakuja mwingine, ngamia wako wote wamekufa. Hajakaa vizuri, anakuja mwingine, ng'ombe wako wote wamekufa. Hajakaa vizuri, anakuja mwingine, mbuzi wako wote wamekufa. Hajakaa vizuri, anakuja mwingine, nguruwe wako wote wamekufa. Hajakaa vizuri, anakuja mwingine, wale kuku wako wote 10,000 wamekufa. Hajakaa vizuri, yani wako wamepangana, hawajaondoka wajumbe. Anakuja mwingine, anasema, unajua watoto wako wote wale 4 wale wamekufa, akiwa kanisani. Okay, niambie ni wewe sasa. Hiyo picha tuigeuze, ni wewe. Wewe tu ukiambiwa kuku wako amekufa mmoja ukiwa ibadani, ibada inaahirishwa, kweli uongo? Kuku huyu ninavyokujua, yeye kuku wangu jamani, utazani unaenda kumfufua. Lakini Ayubu amepoteza vitu vyote hivyo, vyote unavyoviona, wakiwemo na watoto. Hapo ndipo neno lile la Bwana alitoa na Bwana alitwaa, jina lake lilitoka pale. Sasa
Daudi akamshukuru Mungu, Ayubu akamshukuru Mungu kwa ajili ya mambo yote. Haikuishia hapo, hakuacha kusali. Ghafla akaanza kuumwa, katandikwa mwili ukaanza kuoza, toboka vidonda kote. Sidhani kama alikuwa anavaa nguo yule jamaa. Mke wake alipoona mateso yamekuwa makali ya kiasi kwa anaosha vidonda, akabeba begi akaondoka. Japokuwa wanatheolojia waga wanasema baadaye, kwa sababu ile sura ya mwisho nadhani 44 41 au 44, Ayubu, Biblia inasema Bwana akauzidisha uteka wa Ayubu, akampa mara 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke aliposikia Ayubu amepona, ile nasema Mungu alimpona, ngozi yake ikarudi kuwa kama mtoto mchanga. Aliposikia amepona, alirudi tu. Bwana, mume wangu nisamee, tulee watoto, tutafute watoto wengine. Ila alimwacha kipindi cha dhiki. Kwa hiyo Ayubu alipitia mambo mazito sana ndugu zangu, lakini ule mtazamo aliokuwa nao kwa nani? Kwa Mungu. Jifunze kuwa na mtazamo wa ushindi hata kama unaliona tatizo. Kinywa chako kisitoe maneno ya kushindwa. Sema amina. Unaona kabisa hili ni tatizo na moyo wako unakuambia ni tatizo, lakini unatoa maneno ya kushindwa, unasema nitashinda. Mnanielewa? Mnaelewa watu wa Mungu? Hata kama unaona mazingira ya ruhusu, wewe sema hapa mimi nashinda. Jamani, ujue waambie sawa, ila namjua Mungu naye muabudu, nitapenya hapa. Mtazamo ulionao. Mimi sina mtazamo wa kushinda katika huduma, sina, na sijawahi kuwa nao. Mimi hata ningeenda mimi hakuna huduma niliyoanzaga nikiwa na chochote. Nilikuwa naenda na begi tu papo na paki pale, lakini nitakusanya watu kwa muda mfupi, mtu atuamini. Mtazamo ulionao. Wana uwezo wa kusema eneo fulani uwaga liko hivi na hivi na hivi. Huo ni mtazamo wao, kama walivyokuwa wana wa Israeli wanamwambia Daudi, tumeshindana naye, tumeshindwa Goliati. Lakini Daudi akaja, ndugu yangu, nenda na mtazamo kwenye mtaa wako ambao ni mtazamo tofauti na watu wanaokuzunguka. Wakati wao wanaongea maneno ambayo ni ya kushindwa, wewe una mtazamo tofauti, unaongea maneno ya kushinda. Usiungane nao ukaanza kusema ujue ni kweli, yaani huu mtaa kuendelea ni ngumu sana. Utawaambia hamtaendelea wote, lakini mimi nitaendelea. Sema amina. Hamtafanya biashara wote, lakini mimi nitafanya. Makanisa yatakuwa yote, lakini la hapa litakuwa. Ndio mtazamo wangu nilionao kwa Mungu aliye hai. Tubadilishe mitazamo watu wa Mungu. Nisikilize, wewe usitokijua una Yesu kabisa. Una nani? Una Yesu. Hata shetani anajua. Shida imekuja kwenye mtazamo. Yesu unaye, na shida ulionayo Yesu anaiweza, na wewe kwa sababu una Yesu unaiweza, unaweza ukashughulika nayo ikaondoka. Shida ni mtazamo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Shida ni nini? Ni mtazamo. Vile unavyojitazama, vile unavyojiona. Ndio maana watu wanahangaika kuombewa sana. Hawajajitambua wao ni wakina nani. Ukishajitambua wewe ni nani, hautapenda kuombewa, kwa sababu vitu vingi Mungu atakuwa anavifanya kupitia wewe. Sema amina. Sasa kwa sababu watu wana mtazamo, ukishakuwa hata kuombewa ni mtazamo. Sijui kama unanielewa. Ukiwa na mtazamo wa kuombewa, utakwenda hapo utaombewa, hautaridhika. Utakwenda hapo utaombewa, hautaridhika. Utakwenda hapo utaombewa, hautaridhika. Utakwenda hapo utaombewa, yani utakuwa mzuraji tu. Ni mtazamo. Ukishakuwa na mtazamo kwamba Yesu ni naye, na Yesu niliye naye anayaweza mambo yote. Paulo anasema tunaweza mambo yote katika yeye atutie nini? Nguvu. Ambaye ni Mungu ndiye anayetutia nguvu. Ukishakuwa na huo mtazamo, nataka nikwambie ndugu yangu, wewe uko salama. Yaani wewe ndio utatumika kuwa daraja la kuwasaidia wengine. Sema amen. Mshirika, wewe una uwezo wa kumsaidia mtu mwingine. Kibibilia wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe hapo ni mtumishi wa Mungu wewe. Unaelewa vizuri?
Wewe ni mtumishi wa Mungu. Usije ukakaa tu. Wewe Mungu anaweza akakutumia ukiwa na mtazamo ukasaidia ndugu zako kwenye familia. Mimi nimeanza kuombea ndugu zangu hata kabla sijawa mchungaji. Nikienda tu nikubandika mikono, nikukemea mapepo. Ndugu wa baba mdogo, mabinti naombea sana. Wakina mama mdogo na waombea. Nilikuwa naombea watu, nilikuwa naombea wanafunzi wenzangu. Sio mchungaji, ni mshirika sehemu fulani. Sasa hata wewe ukibadilika mtazamo, ukambeba huyu Yesu uliye naye, asiyeshindwa na chochote, una uwezo wa kubadilisha chochote. Una uwezo hata wa kumbadilisha mume wako kwa jina la Yesu. Haleluya. Una uwezo wa kubadilisha biashara zako. Si una mamlaka? Wangapi waga mnaombea biashara zenu? Uwe tu mkweli, unaiombea kabla ya kuiuza, unaiombea. Bwana asifiwe. Sio unakaanga mandazi afu unajituisha unaenda nayo mtaani. Utayari jioni. Utakula ndio yatapike. Unakaanga unamaliza, andazi zuri unaenda. No. Chukua, una mikono. Weka mikono, sema imeandikwa. Tutaweka mikono yetu juu ya vichwa vya wagonjwa na watapata afya. Naweka mikono yangu juu ya biashara hii. Natamka mauzo kwa jina la Yesu. Bwana naita faida katika jina la Yesu. Unabandika pale, unasema amen. Afu unabeba unaenda. Uje uone kama utabakiza chochote. Shida ni kwamba wewe ukiamka umechelewa, mzigo uko wapi? Ndio unachukua. Wenzako hawafanyagi hivyo, wa upande wa pili hawako hivyo. Halo? Wa upande wa pili hawako hivyo. Wao wanafuata masharti ya Mungu wao. Kama ni kunyunyizia maji ananyunyizia, kama ni kumwaga dawa anamwaga. Hapo anasema naita wateja naenda. Hamtakuja kulingana hata kama una Yesu, kwa sababu nafsi yako haijaona ushindi katika kile. Mungu akupe mtazamo mwema katika maisha yako. Ukitoka leo, nenda na mtazamo tofauti juu ya kumwamini Mungu. Umemwamini Mungu lakini mtazamo bado. Badilisha mtazamo, nenda nao mtazamo wa ushindi. Nenda unasema mimi sijawahi kushindwa. Yesu wangu hajawahi kushindwa. Nataka nikwambie chochote utakachoanzisha kitadumu na utafanikiwa. Bwana asifiwe. Mimi nishaonaga jamaa mmoja yuko Msewe Ubungo. Nilikuwa ninaishi kwa mjomba, miaka kama 18 imepita. Huyo jamaa alianzaga ndo kipindi hicho pikipiki zinaingia, boda boda. Ameokoka kweli kweli. Anasali TG moja pale, kuna mchungaji anaitwa mchungaji Mjaki. Kanisa zuri mno la matajiri. Yule jamaa alianza na pikipiki moja. Kila tulipokuwa tukikaa tunaongea mambo ya Mungu, anasema mimi nitamiliki vyombo vya usafiri vingi sana. Akiwa na pikipiki. Na tena pikipiki za kipindi hicho zilikuwa zina spoko kama baiskeli. Akamiliki ya kwanza, akaendesha. Akanunua ya pili, ile nyingine akampa mtu. Akanunua ya tatu, ile mpaka akajikuta amefikisha pikipiki 10. Hapo hizo 10 amezifikisha ndani ya miaka 4. Hapo ilikuwa inaenda 2013-14. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye akauza pikipiki 9. Akabakiwa na pikipiki, akanunua bajaji. Kaendesha, kapata ya pili, ya tatu, akasajili kampuni ya usafirishaji. Nasikia 2019 kauza bajaji zote, kanunua Costa. Sasa hivi nasikia ana Costa 4, ana bajaji 5, pikipiki ndio usiseme, kampuni ya kutosha. Ni tajiri sasa, aendeshi tena pikipiki. Ila wakati akiwa na pikipiki 10 alikuwa bado anaendesha na mwenyewe. Yaani akikamata pikipiki anahakikisha imezalisha pikipiki nyingine. Akishika pikipiki inazalisha pikipiki nyingine. Mtazamo. Alikuwa anasema kabisa mimi nitakuwa na kampuni ya usafirishaji. Hilo ungemwona alivyokuwa anafanana, anakaa na mke wake chumba na sebule na watoto kama 4 wanalala sebuleni. Usingeamini. Ila saizi jamani tajiri, ana maisha mazuri sana. Hata ukimpigia simu lazima atakuuliza maswali, nani? Kwa sababu anapokea simu nyingi za wateja. Ameshaajiri mpaka secretary. Nilikwenda nikanunua pikipiki ya mtumishi mmoja aliniagiza kule Bukoba, nikaipost ile pikipiki. Anauza zote used mpya, nikaituma. Ni tajiri. Hata ukimwona unasema kweli pesa ipo. Lakini alianzia pikipiki. Badilisha mtazamo kwa jina la Yesu.
Unaweza ukaanzisha biashara ndogo, ila hiyo biashara ukawa unasema siku moja nitakuwa hivi. Unaweza ukawa unapika mandazi, ila ukasema nitakuwa na kampuni ya mandazi. Inawezekana ukawa na kampuni ya mandazi? Kwani Azam sasa anapika mandazi? Sasa wewe unashindwa nini? Bwana asifiwe. Mtazamo ulionao, mtazamo huo ubadilike. Unaweza ukawa unatengeneza juice kidogo, lita 2, 3, 4, hiyo ukawa na mtazamo kwamba natamani niwe na kiwanda cha juice. Inawezekana. Chanika nzima hakuna kiwanda cha juice nadhani. Ukweli uongo? Mungu anapofanya kazi, yani uwaga anaanza na wazo. Kitu chochote kifanikiwe kinaanza na nini? Na wazo. Hata aliyetengeneza saa, kwa jamaa mmoja alitengeneza saa, alikuwa ni mtumishi, alikuwa ameokoka na sali, akiwa kanisani amepiga magoti, akapata wazo, akaweka mkono hapa hivi, akasikia mapigo ya moyo yanavyoenda, akaanza sasa akasikia kama Roho Mtakatifu anamfunulia, hii itakuwa sekunde, hii itakuwa dakika, hii itakuwa saa moja. Akaanza kusikia, wazo likaja. Okay. Akaanza kupata wazo, ndio akatengeneza, akavumbua saa. Wazo lilikuja. Aliyetengeneza maiki hii alipata wazo. Halo? Aliwaza mikutano ya siasa, mikutano ya kanisa, mikutano yoyote ya mtaa, vyovyote watu watajaa mpaka Chanika mwisho, utaongea nao vipi? Akawaza tutengeneze speaker. Ni wazo la mtu. Kwa hiyo kinachotangulia sio mtaji, kinachotangulia ni nini? Ni wazo. Wazo la biashara likiwa ndani. Mtaji usiwazo utatoa wapi? Mungu anajua. Ukiwa na wazo mtaji unakuja. Ila uwezo ukasema Mungu nipe mtaji, anakupa mtaji ukafanye nini? Kwa mfano ni kuna watu mpaka leo wanamwomba Mungu awape mitaji, ila Mungu anakuuliza unataka ufanye nini? Nikipata nitajua cha kufanya. Wewe umeshafeli, hauna mtazamo mzuri. Cha kwanza kabla ya kupata mtaji unalo nini? Wazo. Sema amina. Kwa mfano mimi, mtu akija hapa akasema unataka shingapi mchungaji ili kanisa likae vizuri, mimi najua na nitamwambia nahitaji ni hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Sio kama naomba Mungu lete la, najua kuna mahitaji, nataka nibadilishe hiki, niweke hiki, niweke hiki. Hata wewe unatakiwa upate wazo kwanza, mtazamo wako badilike ndani. Ndipo Mungu atakapokupa mtaji, Mungu ndipo atakapokuinulia watu. Lakini ukiomba tu maombi ya mtaji, wakati hauna wazo la biashara, hautapata huo mtaji. Mungu hayuko tayari akupe hela afu zipotee. Kama una wazo, hela zikija utaziona ni nyingi, zitatumika na zitaisha. Sema amina. Wangapi mmenielewa? Punga mkono. Tusimame kwa miguu yetu. Bwana asifiwe sana. Mtazamo wako unabadilika kabisa. Sema Bwana Yesu, na mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, niko mbele zako, naomba neema. Badilisha mtazamo wangu, badilisha nafsi yangu, badilisha moyo wangu, nikatazame vile unavyotazama, nikawaze vile unavyowaza, nikatende vile unavyotenda, katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, damu ya Yesu inifunike Bwana. Funika nafsi yangu, nabadilisha huo mtazamo, nabadilisha huo mtazamo wa kushindwa, mtazamo wowote mbaya ninaubadilisha sasa. Mimi ni mshindi na ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Baba, nipe nguvu ya kuweza kushinda kila mawazo mabaya, mawazo ya kushindwa, mawazo ya kuwa chini, mawazo ya magonjwa,
mawazo ya kurudi nyuma, mawazo ya kuacha wokovu yatoke ndani yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila tatizo nililonalo kuanzia sasa, tatizo wewe ni dogo, wewe ni mdogo, Yesu niliye naye ni mkubwa kupita ewe tatizo, kupita ewe ugonjwa, kupita ewe majaribu, kupita ewe madeni, kupita enyi changamoto zote za kimaisha, kwa jina la Yesu. Na mikono yako tena. Baba, bariki watoto wako, wape neema na kibali katika jina la Yesu. Ninawaombea mitazamo yao ikabadilike, mitazamo yao ikabadilike, mitazamo yao ikabadilike, mitazamo yao ikabadilike kwa jina la Yesu. Na achilia damu ya Yesu Kristo iwe juu yao. Yesu wasaidie katika kazi zao, katika biashara, katika ndoa, katika uchumi, katika huduma, katika nyumba zao, kwenye utafutaji, kila sehemu. Saidia watoto wako, bariki watoto wako, inua watoto wako kwa jina la Yesu. Mitazamo ibadilike, mambo yabadilike, kila kitu kibadilike kuanzia sasa. Na agiza damu ya Yesu ikawaguse, 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 ikawaguse kwa damu ya mwana kondoo. Yesu, bariki watoto wako katika jina la Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi. Naomba niombe na watu ambao una shida yoyote. Njoo hapa mbele niombe na wewe kwanza kabla hatujatoa sadaka na kukuruhusu kwenda. Shika tumbo lako. Wamama mko wapi? Kwa moto, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Naachilia moto kwa jina la mwanakondoo, naachilia moto, naachilia moto. Kila mshale wa adui vunjika, kila nguvu za adui vunjika, kila nguvu za shetani vunjika. Achia mama huyu, mwachie kwa jina la Yesu. Achia uzao wake, achia uzao wake kuanzia sasa. Toka chini kwa jina la Yesu. Toka chini. Karaba shekeri mama. Sogeza hivi. Ripa kato shekeperi mando saka paraba. Chomoka. Haya, chomoka chini. Ewe jini unayekula watoto. Haya, ni nani wewe? Nani wewe? Unafanyaje humu ndani? Kwa jina la Yesu na kuwapisha jini. Jini unayekula watoto. Jini unayekula watoto au watoto waliokula wanakutosha. Au watoto waliokula wanakutosha. Wanakutosha. Piga kelele nenda. Piga kelele nenda. Piga kelele nenda. Hari ya masakatapa. Unafanya nini? Unafanya nini? Eh? Wewe jini unayekula watoto unafanya nini? Unafanya nini? Sema haraka, njoo. Njoo uzungumze hapa. Wewe unayekula watoto. Fire! 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 Wewe unayekula watoto na kupiga, na kupiga, na kupiga, na kupiga. Ewe jini, jini unayekula, jini makata, jini makata, jini makata, unayekata watoto, unayekata watoto na kuitia moto, na kuitia moto, na kuitia moto. Kuanzia sasa, kuanzia sasa, naita moto, naita moto, naita moto, naita moto, na kunyofoa kwenye mwili wa huyu mama, na kunyofoa kwenye mwili wa huyu mama kwa jina la Yesu, na kutoa, na kutoa, na kutoa. Fire! Heri ya masakatapa.
Rudisha kizazi hicho. Rudisha watoto. Rudisha watoto. Rudisha watoto. Jini unayekula. Jini unayekula. Pigwa kwa jina la Yesu. Pigwa kwa damu ya Yesu. Pigwa kwa damu ya Yesu. Pigwa, pigwa, pigwa. Na kupiga, na kupiga. Ewe jini, hautakula tena. Huyu mama atakumbatia. Huyu mama atakumbatia. Huyu mama atakumbatia. Fire! Jini nenda. 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 Nenda haraka. Nenda haraka. Nenda haraka. Power! Mama na kuvua sura ya kufisha watoto. Out! Inua mikono yako. Sema Bwana Yesu. Mtoto wangu atakufa tena. Nitafikisha miezi 9 najifungua mtoto salama. Kwa jina la Yesu. Pokea kibali. Usiache kuona kabisa. Vizuri tu. Na utamleta hapa nitakuombea. Unampenda Yesu? Sogea. Umekuaje? Ulilala na nani jana? Sija kama umekulalia. Baba, kwa jina la Yesu naachilia moto kwenye huu mkono. Moto Roho Mtakatifu. Moto Roho Mtakatifu. Moto Roho Mtakatifu. Moto Roho Mtakatifu. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Ili bega naachilia moto kwa jina la Yesu. Uzima, 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 uzima kwa jina la Yesu. Uzima kwenye mwili, uzima, 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 uzima. Rika shata kaparabaseketere. Fire! Fanya hivi. Uko unasemaje? Inua, inua, sogo. Inua tena. Inua tena. Inua tena. Unajisikiaje? Asiwe anakulalia wewe. Kwa jina la Yesu. Pokea neema. Amen. Kwanza wewe mbona hujaika kanisani? Una mapepo. Unayo. Kila piga pepo hilo pasi. Piga pepo kabisa. Toka pepo. Toka ndani yake. Toka haraka. Kamata. Toka pepo. Toka mtoto huyo. Toka na kuapisha. Toka achilia. Moto Roho Mtakatifu. 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 Chemuka pepo. Achia kichwa hicho. Achia kichwa. Achia ufahamu. Achia ufahamu. Achia ufahamu. Achia ufahamu. Achia ufahamu. Achia ufahamu. Na kuchoma kwa moto. Na kuchoma kwa moto. Naita moto. Naita moto. Naita moto. Toka. Toka kwa jina Yesu. Toka kwa moto. Toka. Unafanya nini? Unafanya nini? Unafanya nini? Unafanya nini? Zima, zima hiyo. Unafanya nini? Moto. Unafanya nini? Achia kichwa hicho. Achia kichwa. Achia kichwa. Achia. Toka. Toka. Endelea Pastor Gideon. Sogea. Kila roho ya kifafa kwa jina la Yesu. Kila roho ya kifafa. Nyie mliojipanga mkaandika majina ili mumalize huyu dada. Ili mumalize. Ili mumalize. Ili mumalize. Ili mumalize. Nyie mnaotaka kumaliza, nyie mnataka kumaliza, nyie mnaotaka kumaliza, na waita mje. Na waita moto, hamtamaliza. Mliopanga, mlioandika majina yenu ili mumalize kwenye vikao vyenu kwa jina la Yesu. Toka, toka, toka juu ya mama huyu, toka juu ya binti huyu, toka, toka kwa jina la Yesu. Toka, toka. Moto, 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 moto. Na komesha hiyo roho ya kifafa.
pepo kifafa mlichotuma, pepo kifafa mlichotuma ili ateseke kwa jina la Yesu, ili ateseke kwa moto, ili ateseke, naita moto, ili ateswe, naita moto, na watesa ninyi, 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 na watesa ninyi. Fire kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa damu ya Yesu. Kemea Pastor Gideon. Njoo. Emu simamisha. Steve, unaona mwanana na mapepo? Mimi nikwambia hapa kuna shida. Kapandisha. Mtoto wa mrokora anapandisha, ni hatari. Simamisha kwa lazima. Simamisha, shika huku na huku, amjui namna ya kuwashika. Helete. Haya, wewe nini? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Ona anavyoangalia. Wanavyoangalia. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Unataka? Sitaki afaulu. Unataka afaulu? Umetoka wapi? Nimetoka makaburini. Makaburini? Una muda gani humu? Muda mrefu sana. Miaka mingapi? Kama miaka mitatu. Miaka mitatu. Wewe ndio unamzuia asije hata kanisani? Unafanyaje? Nataka roho yake. Unataka roho yake? Umetumwa, umeingia mwenyewe? Umetumwa. Umetumwa na nani? Bibi yake. Kwa hiyo unataka uchukue roho yake? Unataka uchukue roho yake? Mimi unanifahamu? Uliniona wapi? Unaona kila Jumapili. Ukiniona unajisikiaje? Naumia sana. Kwa nini? Naumia kwa sababu nanifaisha kazi zangu. Inafaidisha kazi zako? Sasa ninakuamuru huyu binti hautakula damu yake wala roho yake. Mwachilie asome. Haya. Nikihesabu mpaka 3 kimbia. 1, 2, 3. Fire! Haya, nenda. Out. Go. Mwacha. Naitwa nani? Mbona unaogopa? Unasoma? Kidato cha ngapi? Toka. Mlete tena. Fire kwa jina la Yesu. Toka. Toka wewe. Toka wewe uliyekamata maendeleo yake ya shule. Toka. 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 Toka haraka. Toka. Chomoka. Pastor Gideon, shughulika. Sasa wewe binti, acha uzembe wa kutoka.
chomoka haraka, chomoka haraka. Roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti, fire. Roho ya mauti nenda, 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 nenda. Roho ya mauti nenda, muda wetu umeisha. Kuanzia sasa na waamuru, roho ya mauti kimbia, 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 toka kwenye moyo, chomoka kwenye moyo, chomoka, chomoka kwenye moyo, chomoka haraka, chomoka haraka, chomoka kwenye moyo, chomoka, chomoka, chomoka kwa jina la Yesu, toka, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Sema ya moyo, chomoka kwenye moyo, chomoka. Roho ya kuzimu, roho ya kuzimu, roho ya kufa, roho ya kifo, 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 na kupiga, na kupiga, na kupiga kwa jina la Yesu. Achia, achia, achia kwa moto, 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 na kufungua binti katika jina la Yesu. Funguka. Naona mapepo na wewe una mapepo, wewe una mapepo safi sana. Kakataa hana yeye. Bwana asifiwe. Funguka uwe ukitangaza uwe makini, sawa? Ukibatizwa imeisha, sawa? Mwana huyu ni ndugu yake na yule dada. Mbona yeye ajaje? Toka haraka, toka, achilia. Haya, nenda. Wewe uliyemkamata kutoka kijijini na kuamuru, rudi kijijini, rudi kijijini, rudi. Funguka binti, funguka, funguka fahamu, funguka, na kata huo mnyororo kwa jina la Yesu. Chukua sadaka yako. Steve, Steve, mwambie tutoe afu nitaomba. Steve, mwambie na mke wako aache mambo yake. Jina la Yesu, neema yako Kristo Yesu ukazipokee.